Mtazamaji, unayemwona hapa ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani, namzungumzia Afande Karata, na atakuja kuzungumza kitu ambacho hii leo wameweza kukifanya katika msikiti mmoja wapo hapa katika eneo la mji wa Mbulu, ambapo ni kuelekea sikukuu ya Eid, ambapo leo hii basi ameweza kutoa iftari kwa ajili ya kufuturisha na vitu vingine ambavyo vimefanyika katika msikiti huo. Karibu sana mtazamaji, anatamani kukufahamu kwa majina, lakini pia nafasi yako kwa uzuri, na uzungumzie pia kile ambacho kimefanyika kwa siku ya leo. Okay, kwa majina yangu naitwa Inspekta Karata, mkaguzi wa Jeshi la Polisi Tanzania, ambaye siku ya leo nilikuwa pale msikiti wa Kaso uliopo mjini. Lengo na mkati ni kwenda kutoa vitu vya tuseme iftar kwa ajili ya watu waweze kufuturu siku hii ya leo pale msikitini. Malengo na mkati wa kufanya jambo hilo ni kwamba kuhakikisha kwamba tunaleta umoja na mshikamano ndani ya Jeshi la Polisi, kati ya Jeshi la Polisi na wananchi wa wilaya hii ya Mbulu kupitia ndugu zetu Waislamu. Kwa nini tumefanya hivyo? Lengo hili ni sadaka. Sadaka hiyo ndio itazidi kuwa baraka kwa Mwenyezi Mungu, ili wilaya yetu izidi kuwa salama, kutuepusha na ajali, kutuepusha na mabaya. Kwa hiyo inakuwa kama nguzo ambayo inapelekea kufanya nasi tuungane sehemu ya ibada ya ndugu zetu Waislamu ambao wamefunga kwa muda mrefu. Lakini pia kama nilivyosema awali, mkakati huu ni kufanya jamii na Jeshi la Polisi iwe kitu kimoja, na hata serikali yetu pia inataka kujenga umoja na mshikamano kama ulivyokuwepo, kwamba umoja na mshikamano kati ya Jeshi la Polisi na wananchi wa Mbulu. Sawa, tukiachana na hilo, wewe ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani. Zungumza pia kidogo kuhusu ishu ya usalama, hali ikoje kwa sasa, lakini pia wito wako ambao unaweza ukautoa kwa wale madereva wa pikipiki na magari, wote wale ambao wanatumia njia. Wito wangu kwa wote waenda kwa miguu, watumia vyombo vya moto, watumia baskeli, mkokoteni, ni kuzingatia sheria za usalama barabarani. Hilo ndio jambo la msingi. Tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu sehemu za stendi, vijiweni, sehemu mbalimbali, ili kuhakikisha kila Mtanzania wa Mbulu wanapata elimu ili iweze kumsaidia kwa ajili anapotumia barabara aweze kuwa salama. Lakini pia nyingine, wananchi wawe chanzo cha kukemea maovu, kwa sababu wako vijana ambao wanatoka majumbani hawajavaa helmet, wengine hawana leseni. Wazazi wawe chanzo cha kukemea, maana kila mmoja akikemea uovu katika mazingira ambayo tulionayo, tutakisha usalama unakuwa vizuri na barabara zitakuwa salama na watu watakuwa salama, waenda kwa miguu na watumia vyombo vya moto wote watakuwa salama, na nadhani Mbulu bila ajali inawezekana. Mimi nikushukuru sana Afande Karata. Nitushukuru pia ndugu Bariki, mwandishi wa habari kutoka radio yetu hapa Mbulu ambayo ipo hapa. Tuseme kwamba umoja na mshikamano, tuzidi kushikamana pamoja. Wananchi pia tushikamane zaidi ili tufike katika pale ambapo tumekusudia, amani na utulivu uzidi kuwepo katika wilaya yetu ya Mbulu. Nikushukuru sana. Asante sana.